kuna ile yenye unakuwa like umpata ball, familia na kuface juu rejection. Unajua like mimi nilikuwa na depression, but then suffer depression ndo ninge straight like sasa familia imekukataa. Sijui babangu like ni kama like familia yetu wanani blame. Na ujue nilikuwa nishamaliza shule. But bado wana feel like it is too early, Sharon sijui ni fala, sijui unaona hivyo vitu kama hizo. Yo, what's up guys? My name is Juan Miguel Africa and welcome back to my YouTube channel. Manze, leo nimekutana na mrembo hapa hivi, artist. Acha tusikie anaitwa nani and then tujue anafanyaga nini. Mambos? Poa poa. Unajulikana kama nani? Najulikana kama spoken queen na nadeal na spoken word. Okay. So spoken queen, una stay up around? To be honest naishi huko chini kwa chini. Natoka Uvumbo huko chini kwa chini. Oh, unaishi Uvumbo? Uvumbo. Okay. Yeah. So tukianzia kwanza life ya usanii, umeanza kuimba when by the? Me to be honest mimi nilianza nilikuwa form 3. Like mimi nilianza for fun. No school juu ilikuwa serious but says at least naona niko serious. So far umerelease ngoma kanga ngapi hivi? Vile mtu anasota hata kurelease ngoma ni tabu kusema kweli. But kuna yenye tulifanya kama group. Ilikuwa inaitwa Golden Sound, tulifanya 2. Then things happened. Tukanini group ikaisha hivyo. So far saizi najaribu. But to be honest saizi siko ndani kwa usanii kwa sababu hailipi. Tuna spend a lot but tuna gain less nona. So like saizi to be honest bado mi bado ni mother. Mimi ni single mom by the way, niko na watoto wawili. So like sina hiyo time ya kunini kushinda sijui nafuatilia usanii nona saizi. Jumas nijisukume ndo nisaidie familia yangu nona. Hivyo sasa. So unasema usanii lipi? Ni next usanii ulipi ama usanii lipi tu kabisa? Like, to be honest kuna yenye inalipa sindo? Lakini to be honest maybe bado brand yangu alafu kuna ile support sijapata like saizi siwezi jisumbua tena like najisumbua sana na usanii. Maybe naweza kuja spend the whole day unaona nitoke zero na kuna place naweza na kufanya kibarua fulani nitoke na dao at least watu wangu wakae fit hivyo sasa. Na ilikuwaje umeshangaza hapo ati usanii like uko na any song kwa YouTube yako? Niko kuna sinakwambia tulikuwa tunaanza ka group ya Golden Sound. Like unaona pia studio ni expenses to be honest. Unajua studio pia ni nini? Ni expenses ati studio tunaingiaga tu buru na record unatoka unaona. So nakwambia niko na watu wawili. Like na sina job unaona. Si ati niko na job like nilimaliza shule. Since maze shule niko na around 4 years since maze shule. Like sijapata job ati niko specifically ati nimepata job nimeandikwa hivyo unaona. So like nipige kibarua ndogo ndo nijisukume. So like ndajisukuma nikule ama ndajisukuma ninge studio unaona. Na vitu kama hizo baby. Sasa tukiingia hapa shule kwanza ndo tuendelee na usanii. After umemaliza high school kuna course yote umesomea ama? Nilisomea computer. Na pia kuna time nilikuwa napaka rangi, nilikuwa na nini kwa fundi wa vitu nilikuwa napaka tu rangi hivi na sugua. But mdosi alikuwa anatunyanyasa. Sasa ikabidi nimeacha shughuli kwanza. Nikaanza kutafuta tukazi tuingine hapo nijisukume. For now kama unaona leo sasa nilikuwa na shughuli fulani ndio imenileta huko. But saizi nasomea textile. Okay. Like leo saizi nafanya kwa shule. Sio kukua hapa. So uko shule gani? Iko hapa nini? Iko hapa Menengai Social Hall. Inajiita Nakuru Textile Hub. Like imesponsor na gava. And imesponsor na county government. So like nilienda interview then kapasi interview so like wakanitake so like nasoma. So uko hii shule first ni una sponsor kila kitu unabaiwa ukijoin? Like mimi naona like the fact that wamekubali kutufunza, wametulipia trainer like kuna stima, kuna kila kitu tunafunzwa kutumia machine na kila kitu. That is enough unaona. Like tuna appreciate like kama what if ingewaye kwa hiyo hub. Unaona mtu kama mimi singepata hiyo chance unaona. So like ndio tuna food to be honest, atupati food na tupati allowances. But hiyo si reason ya mimi kuto move forward kwa sababu like najua ni textile sina take kitu around 6 months to 1 year like najua nikishajua maybe God hapo kwa future anaweza nisaidia nifungue yangu unaona. So like says in appreciate hiyo tu like the fact that wameni taken hiyo nimefurahia to be honest.
Alafu umesema pale place ulikuwa unafanya mambo ya kupaka rangi pale, alikuwa nakubeba anawafanyia vibaya, like alikuwa na, unaweza tutajia to few things zenye alikuwa anawafanyia? Like rola mdosi ikifika saa kwenda home, mdosi anaweka hapo anaambia je ngojeni narudi. Si unaona ni around hivi 5 like ushamaliza kazi. Anapanda gari. So like unadhani atarudi. Like mtamngojea kwa showroom mpaka saa 2 narudi. So like unarudi home na hiyo time nilikuwa naishi Lando. So unaweza imagine saa 2 nimetolewa job sina anything, nimeacha mtoi home, mtoi mdogo. So like nitembea footing mpaka Lando na nimetoka job like tunaona like walikuwa wanani drain. So nika give up kidogo. Nikachana nayo. Alafu hiyo time ulikuwa unaenda hii job, si watu wao walikuwa bado wachanga sana? Watu wangu bado ni wadogo. So ulikuwa unafanyaje? Ulikuwa unaacha na mtu, ulikuwa unaacha na majirani pale ama like hiyo time nilikuwa bado married, nilikuwa kwa husband yangu, so like nilikuwa naachia mother-in-law, nilikuwa namwachia mtoto. Alikuwa hiyo time alikuwa mmoja, hiyo time bado nilikuwa na ball. Unaona? So like ilikuwa inani drain tu, nikaamua niache, nikaamua ka housewife. Nikakaa housewife. Sasa hizi nilichoka, niko home. Nini ilifanya ukaachana na boys wako? Wewe vituko. Nini kiasi tuguzie tu kiasi tujue ni vituko kaa gani ndo kama gani moja tu. Kama gani? Alinipea chai. Pengine kwa wenye unajua kuna watu wanatazama hapa hivi na wajui chai ni nini. Alinipiga. Sorry, hizo. Nikarudi kwetu na roho safi. Kwani ilikuwaje ndio akaanza kupiga? Like ni tu vitu tungine tu ujinga, like unaona mimi ni msanii. So like juu since nilikuwa home, nilikuwa kwangu sasa. Simi like kama tulikuwa tunaitwaga show, kuna shows zingine tulikuwa tunaenda kulala, sizidanganya like kuna nyingine tulitoa Naivasha. Nikaenda tukalala, so like kuna shows zingine nilikuwa naenda na lala. So like akaanza kunishuku ati maybe na cheat ama nini, sijui niache usanii. No, mimi nikamwambia je, like hii ulinikuta hivi unaona, isedha unielewa ama usinielewa unaona. So like with the time tukaanza tuelewani sasa jua kitu kidogo akanipea chai nikarudi kwetu. Iza. So ulikana before muachane ulikana yeye for how long by the way? Tulikaa like 2.5. So unaona tu hata si ati ni kitu ilikuwa ati long time. Na mlipatana kama wewe unaendelea na usanii si ndio? Like as in hata ni msanii. Boy wako pia ni msanii? Like tulikutana tu show alikuwa na perform, nilikuwa na perform, then boom tukapendana hivyo. Wewe hiyo duration kidogo ya marriage ilikuwaje? Ile ilikuwa contract. Ilikuwa contract tu ya 2 years. Ile tulikuwa contract. Tulikuwa tunajaribu tunaweza lakini nikawa tulishinda, yani tuseme like mimi najua rights zangu, like mimi najua siwe kupigwa unaona. Mimi like yana feel aje like ndo nikae kwa kazi yake master nipige unaona. So like mimi siwezi like mimi like personally most spoken words zangu ni za kunini kwa advice wasichana unaona. Like spoken word yangu most ni ya kufanya wasichana yani wakuwe na self esteem unaona. So like mimi siwezi kaa kwa shoes zenye mimi nakata unaona. So nikarudi tu home rosafi. Hakiiza kwa hizo zenye mimi niko sawa. Like venye ulipitia hadi unapewa chai sio poa. So pengine hapa nataka tumalize hii stuff ndo tuingie kwa usanii, tuendelee na usanii. Advice gani unaweza pea pengine dem mwenye bado ako pale nje hajaolewa ama anaishi na boys wake kwa kupitia kenye ulipitia wewe? Mimi sasa mimi nazaambia mtu kwa nataka kuolewa ndio unaona like kila mtu ako na life yake unaona. Maybe ule mimi nilikutana naye utakutana na the best unaona. Na labda utakutana na the worst. Kila mtu ako na future yake unaona. Kila mtu anganganie maisha yake unaona, bora kitu na kubamba uifanya. Mimi sizipatia mtu ati advice sijui olewe sijui olewa. Kila mtu ako na maisha. Kama like mimi nilichoose like mimi najua mimi nasemaga je. Sije kuwa na reason ya kuregret. Na ile ni life mimi nilichoose unaona. So like kama ina ni harm acha ni harm mimi juu mimi ndo nilichoose, hakuna mwenye aliniforce unaona. Kitu kama hiyo. So hiyo time wazazi walikuwa nasema aje by the way? Like wazazi wako walikuwa na feel like walikuwa na feel aje? Like like mimi nimelelewa na single dad. So like na niko na my mom. Like step mom. Sasa ndo tuko naye. Like walisema aje? Si nilirudi home. Na swali nikubali like mimi ni mtoto no matter what, like mimi najuaga like home hata kama inakaje unaona. So like walinikubali na wakakubali watoto wangu. Na sasa niko home. Like na mimi nilisha heal by the way. I don't know the name kitambo.
When? 3 months. On 3 months. Hata sio kitambo. Si kitambo. Okay. Si kitambo. Ilishaisha. Yeah. Siku hizi tujui kuforce. Iza. Like yeah, like wajua ufai kupigwa. Angekuambia tu kama unafanya kitu mbaya, anakuambia tu yenyewe usifanye hivi. Tufanya hivi ndio vitu ziende fiti. Ufai kupigwa. Like unapiga mtu mkubwa mmekutana mkoa kubwa. Yeah. Like of which set alimkuta kama sina ID, unaona? At set ni atasema ndo anataka kunitrain, sijua ni discipline, unaona? Like mimi najua alinikuta kwa mkubwa. Unaona? So like mimi yani je ingia kwa sense yangu aje ati msi anakupiga mbona? Yeah. Like mimi najua kama umechoka na mseo mwambie waenda home, unaona? Roho safi, unaona? Ama basi mpate basi silent treatment ya ishie. Si ati unapea mtu chai nirudi kwetu. So tukiendelea na muziki, so far umefanya show ngapi? Tuseme saizi umesema umechukua ka break kiasi pale kwa muziki. Sasa hapo nyuma show gani zenye ulifanyanga like ukafeel yenyewe hizi mashow ulikill? Show gani? Like kuna yenyewe tulifanyanga huko Merindet Hotel. Ilikuwa ya county. Tulifanyaga at least hiyo ndo tulilipagwa. Hiyo hotel iko sasa wapi? Hiyo hotel iko Naivasha. Mlifanyaga hili kwa share Naivasha? Like ilikuwa about public participation. So ilikuwa competition hivi? Ilikuwa competition. Like tulikuwa tunataka teach the crowd. Like ilikuwa hiyo ilikuwa acting. Like si kwenda kama spoken word. Like unajua so kwa msanii especially kama una do huwezi kwa ati niko like ikuja acting unaenda acting, kuja dancing like kitu kama hiyo. So ulikuwa unafanya kitu ya kitu yote yenye inakuja una vibe nayo? Una vibe tu nayo ndo pate salio. Kwa hiyo pengine experience ulipata pale ukienda kwa hiyo show? Experience. Like ukimit na wasanii wenzako pale mna perform like tuliendaga kama as a group like sisi like unajua show kama hizo like wanakuaga watu specific, so like sisi tulikuwa among the guests wa hiyo siku na tuliperform. But tulitreatwa poa. Tulikula fiti, tukakaa fiti, like mili ni bamba to be honest. Mili ni bamba. Nini unaona like msanii akifanya itafanya maintain level yake ama hiyo vibe yake ama motivate aendelee kufanya kile anafanya? Mimi naweza kuambia kama msanii kama una do kitu ya kumotivate si rahisi kupata like. Sasa mimi nishasema like sasa mimi una expect mimi nda motivate aje mtu? Mimi mwenyewe nakwambia like juu sina do like siwezi, unaona? Siwezi ati kuingia studio nini like maybe naweza chukua clips zangu maybe nitumie ati TikTok kama nitume nini na maybe viewers zita upgrade hivyo, unaona? Like mimi nasema tu like favor God ikifika, unaona? Favor God ikifika like hakuna shughuli inaweza katizo, unaona? Like favor tu ya God, bora kwa favor God uko sawa. Pengine tukiendelea utupigie ka spoken word 2 ka seconds tusikie una spit aje. Kuna wengine nishachapa audition hapa wakaniambia aje ati nimechoma. Lakini acha nipige nyinyi ndo mtasema kama nilichoma. Jumi waswali niambia nilichoma. Unacheki? Kwa audition unaona? Inajita Slum Girl. Slum Girl. Ni hard to tell the truth because I'm one among the few. Nilika class nikijua one day be a girl of value. Though wengine wananita fool. Nikitokea chuo daily home ni kusolve tu ma dispute. Ati daddy abongi na mami. That's the kind of life I really live. Why? Kwa nini akuje kwa na kipindi ya mademu wa slum kwa views? What I've only had is being bahati. And I do believe in being you. Through education and determination. Na jezi shatter dreams ita diffuse. That's me, Slum Girl, Bombo Clat. Ndio hiyo. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni late. Hiyo umerecord? Sija record bado. Hiyo ni late jo. Nilienda audition kabati nimechoma. So like baka like ma show zangu mingi nilikuwa na avoidigi kuchapa, you unaona? Juu like niliamua nilichoma like, but my fans ndo mtaniambia kama nimechoma ama nimebonga ukweli na cheki. Juu like I mean like na believe hiyo ni message ya ghetto like nimeichua yote, unaona? Like hiyo ni hivyo tu. But mimi nimecheki hiyo late hiyo piece ni moto jo. Like waliambia nimechoma na ni audition ni waje. Na mimi na kitabu hivi niko na 42. Naweza kusponsor song moja?
mstari. Bado niko na ngili lakini inawaguzia kidogo naitwa Real Men. Qualities za Mazebede hapa nje. Real men wale wase wezi make the ladies to shed tears yani ku cry but confess ya ku put off fears and to make them smile na to the world will shine. Real man ule mse anakutreat na affection na most important anakupay attention. Real man ule mse like dating cause ako sure to brings into temptation. Nikuguza. Hizo ni moto jo. So guys, mmecheki real talent manze. Yani uko talented mbaya. Na bado mimi ni script writer by the way. Pia unafanya script writing? Bado like me sinakwambia ni favor ya God. Like God tu aliona acha nikasukume na talent kidogo like mimi nasemaga like nikiingia stage hivi naendaga juu msee mmoja unaona like hata nikikuja show nisipobamba nyinyi wote maybe kuna msee mmoja atatoka na message yangu home itamsaidia hivyo true sasa. Yani kenye unafanya ni kitu sure ni venye tu sasa at least sasa hiyo ukipata hiyo support ukipata tu hiyo support ni kusonga tu alafu usiwahi kubali mtu akudiscourage. Like ukienda watu wawili nishapitia stage. Uzuri yako umesema hiyo kenye umesema saizi like ukienda stage unaendaga tu like ukipata mtu mmoja umguze hiyo itosha. Hivyo true. Usaona wako watu 1000 awashangilii like uone aufanye kitu. Kuna kitu nafanya. Na ukifanya kitu best watu wana chill kwanza. Ukifanya kitu best watu wana chill wanasikiza. After that kuna mtu ameenda home na message. So manze mimi ni appreciate sana umenipa time yako na pia before that nataka ubonge na mafans wako pale na pengine kwa mtu mwenye anaweza taka kusupport ama kushikilia mkono pale ubonge na watu pale hivyo. To be honest ni spoken queen. Real name ni Sharon. Hiyo ngine sisemi. Real name ni Sharon. Utaki kuambia real name. Si bora tunasimia hapo kwa Sharon na spoken kuna cheki. Like me personally me ni masawa watoto wawili, niko na watoto wawili. Like me najua real struggle to be honest. Like first born wangu nikipata like juu nilikuwa nimejikodeshia keje unaona? Na nilikuwa na ball. So like nilikuwa nafanya job, hiyo job inakwambia nilikuwa nasumbuliwa, nilikuwa nafanya job. Na bado najilipia bills. My friend niliteseka wewe. Ilibidi like nilirudi kwa street by the way. Like unaona as in hadi hours wa street na juu pia mimi nishakuwa kwa street unaona? Ushaikuwa street. Mimi nishakuwa street. Unaona mimi like najua struggle like but bado mimi like kama unadai kunisupport unajua ukinisupport umesupport wengi juu bado kuna mbogi yangu huku mbogi ya soko huku vijana soko hivi like wananitambua tu juu like mimi najua real suffering unaona but mimi najua bora tu kuna favor God uko sawa kwa unadai kusupport ati yangu kwa sababu message niko nazo message zangu ni pure unaona like hivyo tu like mimi na condemn wote Kenya nafai condemn like mimi sifanyi vice versa unaona hivyo tu. So umeka street because umesema ushaika street umeka street for how long? Sikukaa for how long. Like nilikaga like kitu kama around 7 months hivi. Na unajua nilikuwa na ball. Nilikaa around 7 months na nilikuwa na ball. Then sinakwambia babangu alikuwa but the fact is kuna ile yenye unakoga like umpata ball familia na kuface juu rejection unajua like mimi nilikuwa na depression but then suffer depression ndo ninge street like sasa familia imekukataa sijui babangu like ni kama like familia yetu wanani blame na ujue nilikuwa nishamaliza shule but bado wana feel like it is too early Sharon sijui ni fala sijui unaona hivyo vitu kama hizo so like nilikaa like kitu around 7 months hivi then nikachoka nikaishia ushagoka na shosh but nakwambia like out of depression almost mtoto wangu atoke but ni go tu juu bado ako live juu like nilizaga mtoto kilo 1.5 like but saiza kwa live juu unaona depression like so like mimi nasemaga hizo ni vitu za dunia unaona like Kenya wezi change achana nayo Kenya wezi change achana nayo like unaona ile time nilikuwa najaribu sijui nataka sijui nionyeshe watu ati najieza sijui nilitoka home dakapo unaona vitu kama hizo but ile time niliamua acha ni give up acha tu nirudi nikuwe mtoto nikarudi home unaona like kulikuwa na bit different kwa sababu mtu bado alikuwa na future unaona sasa kitu kama hiyo kama uwezi change kitu achana tu nayo Kenya uwezi change achana nayo usijisumbue unaona usijiingize into depression sana unaona na usipende kitu sana penda tu kadogo usipende kitu sana manze alafu ishi tu life yako kama unapata 10 bob per day ishi tu hiyo level ya 10 bob
Then vitu zikienda level ingine pia ingia na hiyo level, and then message moja kwa mafans wako pale na pia wenye wanatuchungulia saizi. Me to be honest, kwanza saizi naanza kuwape juu bado mjanjora mkisharijua hivi mimi nawapenda tu, mimi na nyinyi baki hapa hivyo. So guys, uko YouTube channel yako? To be honest, sijafungua bado. Hujafungua YouTube? Ndo naanza kubobea. TikTok pengine? Like nilikuwa nimefungua Spoken Queen. Lakini sijui hizo vitu utanionyesha tu. Hiyo tutaongea behind the scene. Like TikTok nilikuwa najiita Spoken Queen. Nilituma ka video kamoja yenye tuliperformigi. Ya spoken word yangu ndio inaanza, but ilikuwa saa team. Mtuma tu kamoja. Okay, nitakushow kufanya hizo ma stuff So guys, thank you guys for watching this video manze. Tumekuwa hapa na Spoken Queen na I think jina itakuwa tu the same jina, hata kama YouTube tutafungua leo. Hiyo ni kitu ya dakika kidogo tu. So mkifika pale YouTube pia nitapin pale mcheki Spoken Queen manze. Mwende pale msubscribe msponsor manze. Single mom na ni ako talented mbaya. Na tudaga tumefuatana hivi tu na wao. Alafu kwa vibe mbaya. Sasa inafaa hiyo vibe uanze kuleta content after content. Hata sio kuimba peke yake, because when script writer pia unaweza fanya ma acts kidogo, ufanye pia ma fan clips. Unafanya tu vitu mob pale kwa mtandao na vitu zitakubali tu. Nimeamua sasa naanza kukua serious saizi sasa. So usigive up. Hii life kila kitu ni pole tu. So kila kitu na level yake, pole tu unastukia vitu zimegrow. Mimi nilishapita stage ya ku give up. Sasa mimi niko up. Huko give nilishatoka Rora, niko up to Rora. Kabisa. Nishapita stage by the way. Thanks for your time. So guys, thank you all for watching this video. Don't forget to subscribe, leave a comment and share. Guys, nataka ni appreciate all my YouTube members manze, nawapenda tu sana. Mafans wangu wote manze, nawapenda sana, na saizi manze tuko road to 6,000 subscribers. Before the end of next month manze, tupige 6,000 manze, to grow kabisa.